Good morning, mjambo wa Kenya. Ni wakati mwingine nimerudi ili niweze kufafanua kitu ambayo nilisema na labda wengine wenu hawakupata, na natumaini mnaendelea kutubu. Nilikuwa nimesema kuanzia August, mwezi wa 8 mwaka wa 2027 kutakuwa na Passover. Na labda wengine wenyu hawakuelewa nasimaanisha nini. Nikirudi nyuma kidogo, tulipomaliza mambo ya 62:7 ambayo iko katika kitabu ya Danieli 9 kuanzia mstari wa 20 mpaka 27. Hiyo 7 mara 62, na tulikuwa tumetoka 7 mara 7 ile ya bombshell na BBI. Nikamwambia yote haya inakuja 69, na nikamwambia tukiwa mwaka wa 2018 ya kuwa hiyo ingine 71 itafanyika kuanzia mwezi wa 8 mwaka wa 2022 kuendelea na huko mbele. Na hiyo moja ndio ilifanyika mwaka wa 2024 mwezi wa 6. Hiyo ambao ilikuwa ya Jenzi na Mirinyo. Sasa yote 70 imeisha. Nikisema kuanzia mwezi wa 8 kwenda na huko mbele, simaanishi ati watu watakufa kwa sababu ya uchaguzi, hapana. Nilikuwa nimemuelezea tulipomaliza uchaguzi ya mwaka 2022, nikawaambia hii uchaguzi ingine inakuja, it is a smooth sailing. Iko sawa. Iko sawa sababu kwetu wa Kenya sio sisi tunapigana, ni Mungu ako mbele yetu na yeye ndiye anatupigania, na kila mambo ambayo alikuwa amenena yatatimia. Zile tauni 7, the 7 plagues, zile tayari zimesha kuja kwetu. Hizo ziko kwa nchi kavu, iko kwa land. Nikamwambia zenye zimebaki 3 zitakuwa on individuals. Na sababu yeye ndiye anapigana na mambo ya maovu na mabaya, na mambo ya tuseme ufisadi, ambaye alisema ameona tumenyanyaswa naye. Wale ambao watapata hizo ugonjwa ya ngozi ambayo ni jivu, boils, hao hawatakuwa kwa serikali kwa kipindi ya uzao 3, the third generation. Ya 4 ndio wataingia kwa serikali, na wale watapatikana na Passover hawatakuwa kwa serikali up to the 10th generation. 11th one ndio itaingia kwa serikali. Na hivyo ndio Mungu atakuwa amepigana na corruption, na itakuwa imeisha, ama kupigana na wale watu wako na mabaya na maovu. Kwa hivyo nikisema hiyo mwezi wa 8 2027 nilisikia mtu akisema it's obvious. No, hakuna vita ya binadamu. Ile vita ya binadamu nilimwambia iliwahi jaribiwa kuwa hapa nchi yetu ya Kenya, ilikuwa 2007-2008. Hakuna vita ya binadamu, lakini kutakuwa na vita ya Mungu, hiyo Passover. Na tunaendelea kutubu. Watu wote, the ground is leveled. Kila mtu, awe ni mhubiri kwa position ile ya juu kabisa, awe ni kiongozi kwa politics kwa position ya juu kabisa, awe mtu yoyote, tunaingia kwa hiyo mlango ya kuweza kujihesabu wale wako pamoja na Mungu, wale wako kwa serikali ya Mungu. Na hii serikali ya Mungu itakuwa imefika hapa duniani kama vile iko mbinguni kuanzia mwaka wa 2027 mwezi wa 8 kuendelea. Natumaini nimeweza kukuelezea. Kuna watu unaweza sikia wakisema hawaelewi. Mambo ya Mungu ni kumtafuta. Huwezi elewa hivyo. Kwanza kama umekuwa ukiwa una deal kabisa ndani na traditions,
utakuwa tu unakosa kuelewa. Kwa hivyo wewe ndio utamtafuta Mungu, na msisahau kutubu. Sisi tunapigana, lakini tuna ushindi. Wale watakuwa wametubu, hata namba yao imenakiliwa katika Biblia. Tunafanya kila kitu na sheria na katiba za serikali ya Mungu, ambayo ni Biblia, na ndio hii the Bible. Zote ziko hapa, na hii ni nchi ya Mungu, nchi ya walio hai. Na zile taifa 7 ambazo tutapigana nazo, the 7 nations that you are supposed to drive away from Canaan. Ya kwanza nikawaelezea hizi vitu kurudia tu, ilikuwa ni Ministry of Health, tuna Education, tuna Interior, tuna Finance, Ministry of Energy and Petroleum, tuna Agriculture, na tuna Transport. Hizo ndio 7. Transport iko. Lakini baadaye tuliposema haya mambo mwaka wa 2017, 2018 ilipatikana, tulipata ingine ya Water of Malabo. Kwa hivyo tutarudi tukishamaliza hii 8, tutaangalia mambo ya water and sanitations, mambo ya dams. Kuna dams mingi sana ziko kwa nchi yetu ya Kenya. Pesa zilitoka kitambo na hazikujengwa mpaka sasa, na ni mambo ya miaka imepita mingi sana. Kwa hivyo haya yote ili iishe, Mungu mwenyewe ndiye ataweka kauli, na serikali ya Mungu itahakikisha mambo yote yameenda kulingana na vile inafaa. Our God is not unjust, he is just. Na ndiposa tumepewa hii mwezi wa 8, mwaka huu wa 2025, mpaka mwezi wa 7 2026, mwaka wetu wa 9, mwaka wa kuzaa, the year of giving birth, mwaka wa confession, ambayo tunapata maandiko yake kutoka kitabu ya Yakobo 5:16, confess your sins with one another. Hiyo ikiisha, sasa mlango itakuwa umefungwa. Kwa mambo ya Mungu there is always a time frame. Kuna vile inafaa kwenda. Na hata mimi kuna wakati nilikuwa nimedhania nikimaliza kusoma, wakati huo nilijua nitasoma sheria na katiba ya serikali ya Mungu, nilidhania hiyo mwaka ingine 2 kati ya zile siku 3 ati ndio tutachangisha pesa, ama tutakuwa tumefungua ile chest ambayo Jehoaida alikuwa ameambiwa afungue katika kitabu ya Wafalme wa Pili mstari wa 9, mstari wa sura ya 12 mstari wa 9. Hapana, sasa hii mwaka wa 9 ni wa kutubu. Na bado niko na wapenda. The village girl now is in the village. Lakini yeyote 9, najua watu wanatubu, sababu watu wa Kenya wamempenda Mungu kabisa kabisa kabisa, na watatubu. Kwa hivyo ukitaka kujua mambo ya Mungu, ni unamtafuta. Seek the Lord and you'll find him. Ni unamtafuta. Na unawacha yale mambo unajua hayaendeshani na mipango na mambo ya Mungu. Kwa hivyo ikifika wakati wangu wa mimi kufungua hiyo chest, acha niwaoneshe. Sorry. Hapa tuko na Home Bank. Hii ni mkebe. Hii itakuwa ni account ya mama. Tutaweka pesa hapa, tutafungua account tuweke pesa hapa kwa kipindi ya miaka 2 ambao Mungu mwenyewe anapeana. Tutaanzia mwaka ujao, the 10th year. Tutaanzia mwaka ujao. Kwa hivyo kwa sasa tuko tu na tunaendelea kujipanga, na Mungu awabariki sana.